Hii ndiyo maana harisi ya bandika bandua. Mnyama kabandua mechi zake 3 mfululizo katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta pale jijini Arusha. Sasa kituo kinachofuata ni uwanja wa Majaliwa Stadium kurokea pale Ruangwa Lindi, ndiko ambako mnyama mwituni anajikita kambi kwa ajili ya kufanya makubwa na bara lake zito ambalo watu wengi wanahitaji kutazama nini ambacho mnyama anazidi kufanya, ikiwa ni mechi yake ya mwisho akicheza katika upande wa NBC katika mwezi huu wa 4, then akijiandaa kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Derby, yeye mwenyewe akitaraji kuwa mwenyeji na kuarika pia kuwakaribisha vijana wa Yanga katika mechi ambayo itapigwa mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. So Simba anahitaji kupata ushindi kuelekea katika mchezo huo, kwa maana mchezo wake dhidi ya Namungo ni moja mchezo ambao anahitaji kupata ushindi ambao utakwenda kumtengenezea mentality, ustadi, ubora, confidence na kuhakikisha kwamba anapata aina matokeo mazuri ambayo anahitaji katika nafasi hiyo. Ikiwa ni siku moja tu imesalia kufuata na kuendea mchezo, coach Steve Barker tayari ametutangazia mabadiliko ndani ya kikosi chake, baadhi ya wachezaji kupumzishwa, lakini pia baadhi ya wachezaji pia kama Neo Gift Maema ni moja nyeta ambaye anawakosa kulingana na majeraha ambayo yuko nayo, lakini wachezaji wake muhimu pia ambao walikosekana mechi iliyopita dhidi ya Fountain Gate within this match ni moja ya nyota ambao tunatazama kwa ustadi na ubora mkubwa wakiwa wanapata nafasi ya kurejea hapa. Unamzungumzia Yusuf Kagoma, unamzungumzia Shomari Kapombe ambao walikuwa wanatumikia adhabu ya kadi za njano walizokuwa nazo. Tayari adhabu hiyo imepita na sasa wapo available for selection kwenda kuwakabili vijana wa Namungo FC. Probably ni kubirishe katika sehemu ya kikosi cha nyota 11 upande wa Simba, mabadiliko yatakavyokuwa na wapi ambako mnyama anapaswa kufanya maboresho ili kuzipata alama 3 na gap alama kati yake yeye na Yanga kusalia zikiwa alama 5 ili amfunge Yanga abaki anazidiwa alama hizi, alama 2 ambazo atakuwa na michezo 10 ya kuweza kutamatisha na kukamilisha nafasi ya kutoa ubingwa NBC Premier League kama ataweza kufanya hivyo. Kikosi cha Simba ni kikosi ambacho hakina mabadiliko makubwa katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Ni kikosi cha aina gani? Ni kuombe pia kabla ya kupatia kikosi, kama ni mara yako ya kwanza, wewe gusa neno subscribe ili uweze kujiunga katika upande wa familia. Tuko hapa kama Sky Media kuhakikisha yote ya kimichezo unayapata kwa uzuri kabisa na ubora mwanono. Bora tutazame kikosi cha Runyasi. Simba wanaingia na goalkeeper Jibril Kasar Dribo Tanja ndiye ambaye anaanza, then fullback right, yani beki namba 2 yupo mwamba kweli kweli anayejulikana kwa jina la Shomari Kapombe. 3 ni mwamba kweli kweli Nixon Kibabage, then mabeki wawili wakati ni Rushain Delok yeye na Ismail Ture ndio anasimama kama mabeki wawili wakati katika mchezo huu. Then tukija katika upande wa namba 6 holding midfielder ni Yusuf Kagoma, wakati nambari 7 yupo Ribasegei. Nambari 8 ni Jospin Roemba ndiye anacheza kama namba 8 box to box midfielder kuhakikisha anaichezesha timu. Then 9 ni Selemani Gomez Mwalimu. 10 yupo mwamba Krotus Chora Chama ajeza kama namba 10, wakati namba 11 ni Anset Arain Oura ndiye ambaye anahitimisha idadi ya nyota 11 kutokea katika meta hiyo ya unyambani. Bwana, hao ndio nyota 11 ambao tunakwenda kutazama katika upande huo wakitumikia Simba Sports Club katika mchezo wao dhidi ya miamba ya Namungo FC. Jumapili kesho kutwa ndio wakati ambao mnyama anashuka tena mzigoni. Bwana, niambie katika upande wa comment section upande wa Simba Sports Club kile ambacho wanakwenda kufanya, nini tutarajie na nini tutegemee pia kutokea katika upande wa maoni yako ni muhimu, lakini pia usahau kusubscribe kwanza kurufaika na kuzipata taarifa na update za moja kwa moja.